Nimejifunza mambo mengi ambayo mengine nilikuwa siyajui. Kwa kupitia kikao hiki nimeyafahamu mengi, ikiwepo utengenezaji wa mbolea na namna ya utumiaji wa viuatilifu mashambani. Naishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kuweza kuliona hili na kutupa mafunzo. Kwanza tumejifunza utengenezaji wa kutengeneza mbolea na viuatilifu ambavyo vitaweza kutusaidia kwa ajili ya kuua wadudu. Kwa ujumla faida tumeiona kwa sababu hatukujua namna ya kutengeneza mbolea, lakini kupitia walimu wetu kutokea Good Neighbors, ukweli tumepata faida kubwa sana. Pamoja na kwamba tunajifunza hizi semina ambazo zinahusu kilimo, wakulima, tunaiomba serikali iweze kutuwezesha pembejeo ambazo hizo zitatusaidia kwa ajili ya mashamba yetu. Pamoja kwamba ruzuku zipo, lakini bado unaweza kukuta asilimia ile ya kwenda kununua mbolea hamna. Tulikuwa tunaomba mkopo pia serikali iweze kutukopea. Kwa sasa hivi tuna mambo mawili. Tuna kilimo cha mahindi ya chakula, lakini pia tuna kilimo cha mahindi biashara. Kwa hiyo semina kama hizi ningependa ziwe endelevu ili kuweza kuwa na kilimo chenye tija, ili mtu anapokwenda shambani ajue kabisa anakwenda kutengeneza faida, kulima mahindi na kupata mahindi. Nini maana yake? Kipindi cha nyuma watu walikuwa wanalalamika sana, mtu anaweza kalima, anafanya kilimo cha kubeti, unalima lakini hujui mvua zinaweza zikaja muda gani. Lakini sasa hivi kutokana na wataalamu, tumezalisha wataalamu wengi, wataalamu wa hali ya hewa, wataalamu wa ardhi, watu wanakwenda kulima kwa kufuata utaratibu wa wataalamu. Mkutano ni hatua muhimu kwa sisi tuliyoyafanya katika mwaka wa kwanza. Tumeweka msingi utakaoamua kiwango cha mafanikio na athari za jitihada zetu katika mwaka wa 2 na mwaka wa 3. Mradi huu una lengo la kuboresha usalama wa chakula na kuinua kipato cha wakulima kupitia mtandao wa vyama vya ushirika, hasa katika halmashauri za Ileje na mji wa Tunduma. Kwa niaba ya serikali, napenda kutoa pongezi za dhati kwa wafadhili wa mradi huu chini ya ufadhili wa KOICA kupitia ushirikiano wao na Good Neighbors Tanzania kwa kuona umuhimu wa kuwekeza kwenye sekta ya kilimo ambayo inaajiri zaidi ya 75% ya wananchi wa mkoa wa Songwe. Hivyo hii ni fursa kwa wakulima kuzalisha zao hili ili kukuza uchumi wetu. Ndugu wadau wa tasnia ya mahindi, zao la mahindi hulimwa katika halmashauri zote za mkoa wa Songwe. Mkoa una eneo linalofaa kwa kilimo hekta 1,918,776. Kati ya hizo jumla hekta 676,965 zinafaa kwa kilimo cha zao la mahindi. Wastani wa hekta 220,477 hulimwa kila mwaka na kuzalisha wastani wa tani 779,493 za mahindi. Ndugu wadau wa tasnia ya mahindi, tasnia ya zao la mahindi lina fursa nyingi ikiwemo uwekezaji katika kilimo cha mahindi. Mkoa tayari una hekta 676,965 ambazo zinafaa kwa kilimo cha mahindi. Kati ya hizo wastani wa hekta 220,477 zinalimwa. Hivyo kuna hekta 456,888 ambazo bado hazilimwi. Fursa ya kujenga kiwanda cha mbolea, kwa sababu zao la mahindi linahitaji virutubisho kustawi vizuri. Pia uwepo wa madini ya chumvi, momba chokaa, mbozi na makaa ya mawe Ileje, na mahitaji ya mbolea katika mkoa ni tani 113,385 kwa mwaka 2025. Fursa ya viwanda vya kusindika mahindi. Mkoa wa Songwe unazalisha wastani wa tani 779,493 za mahindi
ambapo tani 348,927 hutumika kwa chakula na kubaki na zaidi ya tani 430,566 kwa mwaka. Lakini pia fursa ya uzalishaji wa mahindi lishe, fursa ya kilimo cha mbegu bora za mahindi, fursa ya kutengeneza chakula cha mifugo, fursa ya uhifadhi na biashara ya nafaka, kwa maana kununua wakati wa mavuno na kuhifadhi kuuza kwa bei ya juu, usafirishaji na usambazaji, lakini fursa ya kuanzisha maduka ya zana rahisi za kupandia, kuweka mbolea shambani na kupukuchua mahindi. Ndugu zangu wadau wa tasnia ya mahindi, natambua kuna changamoto mbalimbali na tasnia ya mahindi imeendelea kukabiliana na hizo changamoto, ikiwemo tija ndogo ya uzalishaji, mabadiliko ya tabia ya nchi kwa maana ya mtawanyiko wa mvua usio mzuri huathiri ustawi wa mahindi na baadhi ya wadudu ambao hawakuwa na madhara kujitokeza kwa wingi. Lakini wakulima na wafanya biashara kutotumia uzani kuuza mahindi badala ya ujazo ambao unahitajika. Wakulima kutokufuata matumizi sahihi ya viuatilifu, viuagugu na mbolea. Lakini vile ukosefu wa soko la uhakika la mahindi, uhaba wa viwanda vya kusindika mahindi na kupaki, na upungufu na uchakavu wa gharama kwa ajili ya kuhifadhi mahindi. Ndugu zangu wadau wa tasnia ya mahindi, katika kukabiliana na changamoto hizi, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na mama shupavu, mama yetu kipenzi, mama yetu bingwa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeweka mikakati mingi ili kuongeza uzalishaji wa mahindi. Mojawapo ni kuendelea na mpango wa utoaji wa ruzuku ya mbolea, mbegu za mahindi ili kuongeza uzalishaji wa mahindi kutoka wastani wa tani 2.8 kwa hekta na kufikia wastani wa tani 3.5 hadi 5 kwa hekta. Lakini vile kuongeza huduma za ugani kwa wakulima ili kuzalisha kwa tija, kuhamasisha kilimo cha mkataba kwa wakulima na wanunuzi wa mahindi, kuimarisha upatikanaji wa soko la mahindi na kuongeza ujenzi wa ghala la kuhifadhia mahindi. Ndugu zangu wadau wa tasnia ya mahindi, tukio hili lina umuhimu mkubwa kwa kuwa linaangazia utekelezaji wa sera za taifa katika sekta ya kilimo, sekta ambayo ndio muhimili wa uchumi wa wananchi wetu. Dira ya Maendeleo 2050 imejikita kuboresha usalama wa chakula, kuongeza tija na kuiweka nchi kwenye kilimo biashara. Hii ni fursa ya kipekee kwa mkoa wetu wa Songwe ambao umebarikiwa kuwa karibu na masoko ya nchi jirani kama Zambia na Malawi, ardhi yenye rutuba kwa uzalishaji wa mahindi na mazao mengine. Ndugu zangu wadau wa tasnia ya mahindi, mradi huu na vipengele muhimu ambavyo vinajibu changamoto nyingi zinazowakabili wakulima wetu, ikiwa ni pamoja na uimarishaji wa vyama vya ushirika na uwezo wao wa kushiriki kwenye mnyororo wa thamani wa mazao, kufikisha teknolojia za kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia ya nchi kwa wakulima, ujenzi wa ghala mbili za kuhifadhia mazao katika kata za Isongole, Ileje na Nandanga Tunduma, uanzishaji wa mifumo ya upashanaji wa taarifa za hali ya hewa na bei ya mazao, kuwezesha wakulima kupata leseni ya kuuza mazao ndani na nje ya nchi, kuwezesha wakulima kupata pembejeo za kilimo. Ndugu wadau wa tasnia ya mahindi, nitoe wito kwa wakulima wetu kuona fursa hii na kuongeza uzalishaji kwa kuzalisha mahindi yenye ubora ili kukidhi mahitaji ya soko. Ni matumaini yangu kuwa mradi huu utasaidia kupunguza changamoto zinazowakabili wakulima na kuwa sehemu ya kichocheo cha uchumi katika mkoa wetu. Aidha, serikali itaendelea kushirikiana na Good Neighbors Tanzania na wadau wengine wote kuhakikisha rasilimali zinazowekezwa zinatumika kwa ufanisi na kwa matokeo chanya.
mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.